Mtazamaji, natumai buheri wa afya popote pale ulipo, na kukaribisha sasa kwenye taarifa zetu za saa 7 mchana. Karibu sana. Naam, moja kwa moja tunaanza na kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameaga dunia. Kardinali wa Vatican ametangaza kuwa Papa Francis alifariki Jumatatu ya Pasaka katika makazi yake katika Casa Santa Marta huko Vatican. Papa Francis alionekana kwenye hadhara wikendi ya Pasaka baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini alikokuwa anatibiwa homa ya mapafu. Brenda Wanga anaarifu. Saa chache baada ya Papa Francis kushiriki itikadi ya Jumapili ya Pasaka kwenye roshani ya kanisa la St. Peter's Square mjini Vatican, Askofu wa Roma ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki ameaga dunia. Carissimi fratelli e sorelle. Kardinali Kevin Farrell alitangaza kuwa Papa Francis alifariki Jumatatu saa 1:45 asubuhi majira ya Vatican. Kifo cha Francis kimejiri siku moja baada ya kuonekana mbele ya umma kwa kipindi cha Pasaka baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini tarehe 23 mwezi Machi alikokuwa amelazwa kwa siku 38 akiugua homa ya mapafu. Papa Francis alizaliwa Argentina na kupewa jina la Jorge Mario Bergoglio na kuchaguliwa papa tarehe 31 Machi mwaka 2013, na alitambuliwa kwa ukaribu wake na hisani kwa maskini. Spondio voveo adjuro sic me Deus adjuvet. Aliteuliwa papa baada ya mtangulizi wake Papa Benedict wa 14 kujiuzulu, uteuzi wake ukiwa wa kipekee kwa sababu ulimwengu ulishuhudia mapapa wawili waliokuwa hai kwa wakati mmoja. Marehemu Papa Francis atatambuliwa kwa unyenyekevu wake. Alirithi kanisa Katoliki wakati ambapo shutuma za dhulma na ubakaji wa watoto miongoni mwa viongozi wa makanisa zilikuwa zimekithiri kando na malumbano ya Vatican, utawala wake ukiwa wa kurejesha hadhi ya kanisa hilo na kutuliza misukosuko. Lakini alivyozidi kuongoza, alikabiliwa na shutuma kutoka kwa wasiotaka mageuzi ambao walimkashifu kwa kwenda kinyume na utamaduni. Akikabiliwa na manunguniko miongoni mwa viongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis alienziwa ulimwengu mzima na ziara zake zilishuhudia halaiki kubwa kila alikokwenda na kutetea haki za waliotengwa na wahamiaji. Rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali ulimwenguni zinazidi kutolewa kwa Papa Francis. I mean, he's changed the whole style of being a pope. He changed the priorities of the church in terms of its pastoral practice and its public policy. He opened up the church for more conversation and debate and discussion. These are all dramatic ways that he changed the church from what it was earlier. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.